Bwana Yesu asifiwe. Mpendo wa Mungu, naomba nikwambie jambo moja. Biblia haiwezi kugeuka. Ukisoma katika Mathayo 24 mstari wa 35 inasema mbingu na nchi zitapita, lakini neno lake haliwezi kupita. Hii ni sisi kuweza kujiangalia, je, tuko katika mapenzi ya Mungu au nje ya mapenzi ya Mungu? Na maandiko yanasema katika Mathayo 7 mstari wa 13, ingieni kupitia mlango ulio mwembamba, maana duniani watu wengi sana wanaenda katika maangamizi. Anasema njia ni pana na mlango ni mpana unaoenda katika maangamizi, into destruction. Soma Biblia ya Kiingereza, inazungumza destruction, katika maangamizi, na inasema wengi wanaenda upande huo. Ni vema ukajipima, usiachukulie mambo kirahisi. Hii inazungumza juu ya uhai wako, na naomba nikuambie, duniani ulimwengu mama ni ulimwengu wa rohoni. Hapa katika mwili tuko kwa kitambo, ndio maana wapendwa wetu wengi tunawazika, maana hapa ni sehemu ya kupita. Tunapita kuelekea wapi? Tulitoka katika ulimwengu wa rohoni wakati Mungu alipomuumba mwanadamu katika Mwanzo 1:26. Tunapita katika kipindi cha wakati cha Mwanzo 2, Mungu alipomuumba mwanadamu kwa udongo, Mwanzo 2:7. Ili tuende wapi? Tunarudi katika ulimwengu mama, ulimwengu wa rohoni, ambako Mungu anakaa. Mungu yupo ulimwengu wa rohoni, malaika zake wako ulimwengu wa rohoni, na sisi tunapita kuelekea ulimwengu wa rohoni. Ulimwengu wa rohoni, Mungu ameishi miaka ambayo haihesabiki, hana mwanzo wala mwisho. Ulimwengu wa rohoni ndiko ambako watu wanaenda kuishi kwa muda mrefu kuliko hiki kipindi cha muda. Sasa hiki kipindi cha muda kisitupotoshe tukafata mambo ya ulimwengu tukaacha neno linalodumu, maana maandiko yanasema tutahukumiwa kwa hilo neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaenda kusoma mambo machache, mpendo wa Mungu, kukumbushana tuko upendo. Biblia inasema katika Mathayo 22 mstari ule wa 29, Jesus answered and said unto them, you do error, not knowing the scriptures. Kwamba Yesu akajibu akawaambia, mnapotea kwa kuwa myajui maandiko. Kuto kuyajua maandiko ni kosa, kuto kuyajua maandiko ni kupotea. Na kizazi cha leo watu hawasomi Biblia. Ukisoma katika Wakolosai 3:16, maandiko yanatuagiza neno la Mungu likae kwa wingi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana leo ipo kama kipindi cha Mafarisayo na Masadukayo. Yesu alikuja kwa ajili ya kuokoa. Anawaambia Mafarisayo na Masadukayo makosa yao. Mafarisayo na Masadukayo wanamkasirikia Yesu na wanamuua, lakini Yesu anafufuka. Kwa nini? Ukweli haupendwi duniani, na leo hii ukiongea ukweli watu wanakuchukia. Kwa nini? Unagusa maslahi yao, lakini heri tudili na maslahi ya mbinguni. Matendo 6 mstari wa 4, mitume wanasema sisi tutadumu katika kuomba na kuihudumia lile neno. Tabia ya mitume ilikuwa ni kuomba na kuhubiri neno. Ukisoma katika Matendo 2:42 inasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Haya ndio maisha ya Kristo halisi, kulihudumia neno. Wanadumu katika fundisho la mitume, katika kusoma neno, katika kusali. Timotheo 2:4, Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 2, tunaona Paulo anawaagiza dunia nzima akimwambia Timotheo lihubiri neno. Kwa hiyo kinachotakiwa kihubiriwe katika mimbara zote, madhabahu zote, linatakiwa lihubiriwe neno. Leo hii zinahubiriwa siasa, leo inahubiriwa mizaa, leo inahubiriwa mambo ambayo ni ya ajabu, lakini Wakristo halisi watabaki katika neno. Anasema
katika Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 3, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Kwa hiyo watu wamejipatia walimu makundi, kundi la dhehebu hili, kundi la dhehebu hili, kundi la dhehebu hili. Kwa nini? Wana masikio utafiti. Wanapata wapi? Seminari na kwenye vyuo vya Biblia vinawafanya fanya nini? Waligeuze neno. Ndivyo ilivyokuwa kwa Mafarisayo na Masadukayo, waliligeuza neno. Lakini Timotheo wa kwanza sura ya 1 mstari wa 3 inasema, kama vile nilivyokusihi ukae Efeso nilipokuwa nikisafiri kwenda Makedonia, ili uwakataze wengine wasifundishe elimu nyingine. Maandiko yanasema tuwakataze. Leo hii sio muda tena. Ukisoma katika Efeso 2:20 nasema tumejengwa katika msingi wa mitume na manabii. Sio muda tena wa watu kuanzisha ibada za chumvi, za udongo, za mafuta, sijui za nini, za fruto. Hiki ni kipindi cha kudumu katika maombi na neno. Mathayo 18 mstari wa 7 inasema, ole ni wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha, maana hayana budi kuja mambo ya kukosesha. Kwa hiyo maandiko yalizungumza, yani Yesu anapoondoka na wanafunzi wake, litakuja kundi la kukosesha. Watakuja watu wa kuwakosesha watu wasitembee katika njia ya neno na kugeukia hadithi za uongo. Sasa leo hii kuwa makini. Unaweza kujiona uko salama. Hauko salama kama uko nje ya neno. Wagalatia 1 mstari wa 6 anasema, na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi aliyowaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Sala anasema wala si nyingine, lakini wapo watu watabishana wanataka kugeuza injili ya Kristo. Anasema lakini ijapokuwa sisi, yani mitume au malaika wa mbinguni, mstari wa 8, hata ashuke malaika wa mbinguni na kuhubiri injili nyingine isipokuwa tuliohubiri na alaaniwe. Kwa hiyo kuhubiri injili tofauti na Biblia ni laana. Wote wanaohubiri injili kinyume na Biblia wamelaaniwa. Pendo wa Mungu, kwa makini, jiepushe na laana. Mungu ageuki, afu Mungu akuogopi. Mungu ndo aliyeumba mbingu na nchi, na siku moja utakutana naye. Jambo la hasara ukikutana naye nje ya neno, jambo la faida ukikutana naye katika neno. Maana anasema katika Yohana 8:31, nyinyi mkikaa katika neno langu mnakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Wanafunzi wa Yesu wapo kwenye neno. Kama unachoishi wokovu wako ni nje na neno, ni wokovu bandia. Wokovu nje na Biblia ni wokovu bandia. Ukisoma katika Biblia, Petro wa kwanza sura 3 mstari 21 inasema ubatizo unaokoa watu siku hizi na sio sala ya toba. Soma maandiko sawa sawa. Siku ya Pentekoste watu 3,000 walioamini walibatizwa siku hiyo hiyo. Maana ukiokoka inatakiwa utubu na kubatizwa siku hiyo hiyo, na baada ya kuishi neno lote. Leo watu wanaongoza sala ya toba na kuambia umeokoka. Umedanganywa. Umedanganywa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma Wakorintho wa pili sura 4 mstari wa 1 anasema, kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi popata rehema tulegei, lakini tumekataa mambo ya aibu iliyositirika, wala tuenendi kwa ila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo. Leo hii kuna watu walichanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kuidhinisha iliyo kweli tujionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Ukweli haujifichi, ukweli unajitetea wenyewe. Kwa hiyo kama wewe unataka kwenda mbinguni, utadumu katika ukweli. Maandiko yalisema watakuja waongo, na anatuambia katika Mathayo 16 mstari wa 6, Yesu akawaambia, jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Na chachu ni mafundisho ya uongo ya Masadukayo na Mafarisayo. Leo kuna mafundisho ya uongo ya madhehebu mbalimbali. Utapotea. Rudi kwenye maandiko uokolewe. Anasema wanafunzi wa kufahamu. Alipoambia jilindeni na chachu ya Mafarisayo, walifikia anazungumza habari za mikate. Yesu akawaambia katika mstari wa 11, imekuwaje mfahamu ya kuwa si kwa sababu ya mikate naliwaambia, ila jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo? Ndipo walipofahamu kuwa hakuwaambia kujilinda na chachu ya mikate, bali na mafundisho
ya Mafarisayo na Masadukayo. Leo hii tujilinde na mafundisho ya uongo, tujilinde na mafundisho ya madhehebu ya uongo. Bwana Yesu asifiwe. Nasoma katika Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 3, anasema kondoo wake anasikia sauti yake, bawabu mfungulie huyo, na kondoo msikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Kondoo anaisikia sauti ya mchungaji. Mchungaji ni Yesu Kristo, na kondoo ni washirika, wanasikia sauti ya Yesu, ni neno lake. Kwa hiyo kama wewe ni kondoo, utajua haya Biblia inayosema ni ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utajua huu ni ukweli. Kimbia. Hata ubatizo uliobatizwa ni ubatizo batili. Biblia imetaja ubatizo mmoja katika Efeso 4:5, inasema Mungu mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Lakini wengi leo hii wameingia katika mafundisho ya uongo. Yesu anasema katika Mathayo 28 mstari wa 19, enendeni mkawafundishe mataifa yote. Watu watakiwa wafundishwe, alafu wabatizwe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na ukisoma Yohana 17:11 inasema Baba na Mwana wana jina moja. Ukisoma Waebrania 1:4 inasema Yesu amerithi jina kutoka kwa Baba, kwa hiyo jina la Yesu ndio jina la Baba. Ukisoma katika Matendo 2:38, mitume walioagizwa wakabatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Siku Roho Mtakatifu amekuja, wameenda kuwabatiza watu 3,000 kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Ukisoma Filipo anaongozwa na Roho na malaika wa Bwana anamtangulia katika Matendo 8:14 mpaka 16, Filipo akiwa Samaria anawabatiza watu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Ukisoma Mungu anakutana na Kornelio kupitia malaika, anamwambia mwite Petro. Petro anakuja katika Matendo 10 mstari wa 48, Petro anaamuru watu wa Kornelio wote wabatizwe katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ukisoma katika Matendo 19 mstari wa 1 mpaka wa 5, Paulo anawaambia wote waliobatizwa vibaya warudie ubatizo na kubatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Alafu wewe mpendwa na mchungaji wako na kanisa lenu mnabatizana kwa maji machache au kwa maji mengi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, alafu mnajikiri mnaenda mbinguni. Hamna mbingu hapo. Hamna mbingu hapo, umepotea. Rudi kwenye maandiko, soma katika Marko 7, anasema watu hao niheshimu kwa midomo tu, ila mioyo yao iko mbali nami, nao wanaabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Hivyo kama unafundisha maagizo ya wanadamu, ibada yako kwa Mungu ni zero. Rudi kwenye maandiko mpendwa. Yesu anakupenda. Shalom.